Sisi wazalendo. Katika kazi ngumu niliyopewa ni hii ya leo ya kumwelezea Sheikh Ponda. Kwa sababu sijajua lengo gani nichague ya kujielezea. Namna Sheikh Ponda mimi nili hapa ni product ya Sheikh Ponda. Sheikh Ponda nimejuana naye miaka 32 iliyopita. Mimi nikiwa kijana mdogo na yeye ni kijana mkubwa. Nitanguliza kusema kwanza anaheshimu na anazingatia itifaki ile mbele yangu. Kwa sababu nimekuja kwa jaziba hapa. Nimeambiwa dakika 5 kumwelezea mtu nilikuwa naye sambamba katika harakati zake kwa muda miaka 32. Nashinda kujua nichague neno gani, lakini nitazungumza angalau wale watakaojaliwa. Yaani nitakaonitoka ndio hilo hilo. Lakini lengo ni kumwelezea Sheikh Ponda. Nilikuwa naandika. Lakini baadaye nikampigia simu Sheikh Ponda nikamwambia mimi siandiki tena. Maana ninaweza kuja na kurasa ya kitabu chenye kurasa 150 kumwelezea Sheikh Ponda. Kwa hiyo si jambo jepesi sana. Niseme tu katika watu ambao katika maisha yangu yote niliyoishi na Sheikh Ponda sijapata kuona mfano wake katika maeneo yafuatayo. Kwanza, kiwango cha uadilifu. Sheikh Ponda ni mtu mwadilifu sana katika mazingira yote. Lakini ukitoa uadilifu, Sheikh Ponda hajawahi kuyumba katika msimamo wake. Yaani hajawahi kuwa na msimamo akaja mtu akamyumbisha, aidha kwa kumtisha au kumrubuni kwa chochote katika maisha yote 32 iliyoishi Sheikh Ponda. Katika kupambania, nitoe kidogo historia fupi sana ya mwaka 93 ambayo nasema ndio kwa mara ya kwanza mkutana na Sheikh Ponda. Kuna wenzetu walifanya mahubiri sasa wakakamatwa wakapewa kesi tofauti na tatizo lao. Sheikh Ponda nilianza kumuona hapo katika harakati za kupigania haki za watu. Sheikh Ponda alipambana na ikaundwa kamati iliyohusisha jumuiya na taasisi zote. Sheikh Ponda akawa ndio katibu wa kamati hiyo. Na nilibahatika kuwa mjumbe wa kamati hiyo. Na mwenyekiti marehemu anaitwa Abbas Kilima alikuwa ni katibu mkuu wa baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu. Sheikh Ponda aliweza kusimama kuhakikisha mpaka waliokamatwa wanaachiwa. Lakini si hivyo tu, mwaka 98 hapa ndo kuna historia kubwa iliyokuwa maarufu mkubwa Sheikh Ponda. Mwaka 98 polisi walivamia msikiti wa Mwembe Chai. Wakapiga watu, wakaua watu, walimkamata mhubiri mmoja anaitwa Magezi Shaban Maranda. Sheikh Ponda katika eneo ambalo alisimama au tulisimama sisi kwa nyuma yake kudai tume huru ya kuchunguza mauaji na wahusika wakamatwe. Sheikh Ponda katika harakati hizo aliandika barua kupeleka kwenye mashirika mbalimbali ya kimataifa. Sheikh Ponda aliweza kukutana na viongozi wa jumuiya na taasisi mbalimbali zilizomo nchini, mashirika ya haki za kibinadamu. Sheikh Ponda alikuwa anatumia uwezo wake wa kuonesha kama ni kiongozi mwenye kujali mambo. Serikali badala ya kumsikiliza Sheikh Ponda na wenzie, serikali wakamgeuzia kibao Sheikh Ponda, wakatangaza kumtafuta na kumkamata. Hatimaye likafanyika siku moja jaribio la kumkamata Sheikh Ponda. Jaribio lile Sheikh Ponda hakukamatwa. Wao waliona gari ambayo Sheikh Ponda amepanda, wakaivizia sehemu Jangwani, wakaizunguka wakaikamata na nguvu kubwa sana ya jeshi la askari polisi. Sheikh Ponda kumbe hakuwemo ndani ya gari lile. Tukio ambalo taarifa zilikwenda Mwembe Chai na maeneo mengine ya Dar es Salaam pamoja na mjini kwamba Sheikh Ponda amekamatwa. Mji huu nakumbuka ulichafuka sana. Vurugu zilikuwa kubwa sana, lakini Sheikh Ponda aliendelea kusimama na msimamo wa kudai haki waliouawa, yule tume ya uchunguzi na hatimaye waliohusika wakamatwa. Jambo hili na tukio hili ndio lilifanya Sheikh Ponda watu kwa mara nyingine wakamtambua zaidi mwaka 1998. Liliendelea hiyo jambo likawa kubwa sana. Msikiti ule ukazunguka, ukazuiwa, ukafungwa. Sheikh Ponda akawa anafaidi msikiti ufunguliwe. Mwaka mmoja mbele huko harakati zikiendelea, nasema nachukua maeneo tu, maana kumwelezea Sheikh Ponda hapa siku haitoshi. Siku ambayo
Kuna watu wakasema hapana, msikiti kwa nini ufungwe? Haya mambo ya kufungwa kanisa la Gwajima na makanisa mengine yameanza tokea zamani. Msikiti imefungwa mingi kwa msikiti wa Machani. Wakati wa mkuu wa mkoa alikuwa mtu mmoja anaitwa Yusuf Makamba. Alienda kufunga msikiti. Mimi walinipa kitengo kina Sheponda cha kuongoza vijana. Jumuiya ilikuwa nikiongoza ilikuwa inaitwa Bamida. Nikaambiwa pale watu waende wakafungua msikiti. Tukio lile lilileta vurugu nyingine tena hapa Dar es Salaam. Mji mzima huu uliwaka moto. Lakini hatimaye palikufa askari mmoja polisi na mtu mmoja anaitwa Isa Mtunguja kule Mazese. Kesi ile wa kwanza ukamata Sheponda. Hiyo sasa ilikuwa ni mwaka 2012. Sheponda amekamatwa, ile kesi ya mauaji kwa yeye, akakamatwa na mashahidi wengine kama Sheikh Mbecha. Mimi nikatangaziwa kutafutwa na mapambano yaliendelea hivyo kwamba waachiwe, lakini na mimi baada ya siku 18 nikakamatwa. Tumekaa gerezani ya Sheponda kwa takriban miezi 6. Sehemu nyingine ambayo historia pekee ya Sheponda, maana mtu kanaye hakuna sehemu unamjua mtu vizuri na udhaifu wake kama gerezani. Kwa wale ambao hawajabahatika kwenda, poleni sana. Ombeni na nyinyi mnaweza kwenda kuonja. Kama unaogopa jela, wewe jamaa mpambanaji. Yaani mpambanaji unahitaji mambo matatu uwe tayari kuyapokea. Najaribu kufupisha tu. Sheponda akapigwa risasi mara 2 katika maisha yake. Wengi mnajua ile Morogoro. Sheponda amepigwa risasi akiwa anakwenda kushughulikia mambo ya kielimu katika taasisi zake za kielimu ndani ya ziwa Victoria au ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika. Sheponda akiwa ndani ya boti, zimevamiwa ile boti, kapigwa risasi nyingi. Sheponda alipigwa risasi ya mguu. Lakini Sheponda hajawahi kuyumbishwa katika harakati zake. Niende kwa haraka maeneo muhimu tunayagusa kidogo. Tulipokaa gerezani na Sheponda alionyesha msimamo. Sheponda alionyesha uadilifu kiasi ambacho visitors wanakuja watu kututazama na kutuletea mazagazaga yale, ni sisi viongozi tunajulikana Sheponda, Kundecha na Kondogumu. Lakini tulikuwa na watu zaidi ya 100. Sheponda alikuwa na hiari yeye atumie chochote hakikishe wale wafuasi alionao ndani yeye kila alichokuwa nacho anawapa, anatumia wao. Huyu ndio Sheponda mnayemjua kwa miaka 32 nimeishi naye. Sisi tumetoka gerezani, mimi nilipata bahati mbaya. Wakati nilikuwa kijana, mimi kwa kijana kwetu. Hivi Nondo yuko hapa? Nondo yeye. Kuna kitu kimoja nilikwenda ndani mwake. Mimi wakati naitwa kijana na nilikuwa jukumu la vijana, nimetoka gerezani, nimekaa nje siku 14. Siku 15 nimerudi tena gerezani, nikaa mwezi mmoja tena. Sasa hayo mengine nataka nimzungumzie Sheponda katika eneo hili. Sheponda mwaka 2012. Mwaka 2012 Sheponda alipigania eneo la Waislamu ambalo liliuzwa pale Chang'ombe pale. Limeuzwa kwa mfanyabiashara na baadhi ya taasisi yetu ni maarufu mnajua. Sheponda akasema hili ni eneo la umma, haliwezi kuuzwa. Basi nikwambieni kitu cha pekee cha Sheponda. Ule msimamo ulibebwa na wengi katika viongozi wenzetu. Lakini mmoja walikuwa na ule nyuma. Nyinyi mnajua sababu. Kwa sababu nusu wa pale mtu mwenye hela nyingi za kutosha. Siku moja yule bwana akatufamia kwenye kikao. Akiwa Sheponda, sina haja kutaja wengine. Na mimi nilikuwepo. Akasema jamani, nyinyi sikizeni. Niachieni ile eneo mimi niendelee. Yule bwana akaingia mfukoni, akamwaga pesa nyingi pale mezani. Akajua atawarubuni pamoja na Sheponda, zile pesa zitawatoa roho. Alichokisema Sheponda, hizi pesa chukueni, iteni mafundi, iteni hizi ndio nifaa, nendeni mkajenge nyumba ya dini pale katika ule uwanja. Sheponda ni mtu asiyekuwa na tamaa ya aina yoyote. Sheponda nguvu ikawa kubwa ya kumtafuta. Ile gerezani kama nilisema 2012 kwa
ilikuwa 2002. 2002 ya gerezani ya kwanza. Hii ya pili ya 2012 sasa. Hii ndio nitaifungia mhadhara wangu hapa. Sheikh Ponda amekamatwa baada ya kuonyesha msimamo, ameshinda vitisho, ameshinda ushawishi wa pesa, wakasema huyu lazima akamatwe. Wakati wanamtafuta Sheikh Ponda siku moja, huko alikamata Sheikh Ponda, Zanzibar akamkamata Faridi na kina Mselem kama mnakumbuka. Sheikh Ponda alikuwa ndani na kule Zanzibar mashehe wako ndani. Wengine wanatafutwa huko nje. Lakini tuliendelea na mpambano wa kusimama barabarani. Ijumaa Kariakoo maduka yalikuwa yanafungwa saa 4. Kwa sababu ikifika saa 10 mji ukaliki baada ya swala ya Ijumaa. Sheikh Ponda aliachiwa. Alipokuja kuachiwa, Sheikh Ponda alifanya ziara yake ya kwanza, alienda Zanzibar kwenda kuwapigania kina Faridi. Akawapigania. Aliporudi hapa tulialikwa Morogoro. Na kutoka nionyeshe hapa. Mimi na Sheikh Ponda wawili tulienda Morogoro kwenye mkutano ambao uliandaliwa. Sheikh Ponda alienda kuzungumzia gesi. Katika mkutano alizungumzia gesi ya kusini, namna inavyohudumiwa, isivyosaidia watu wa kusini, na akatoa maelezo mengi sana. Maneno yale tunamaliza kwenye mkutano, mimi na Sheikh Ponda tunapanda gari moja, tunatoka kwenye mkutano, tunarudi pale tulipofikia. Sheikh Ponda alikuwa mbele, dereva kulia, yeye kushoto, mimi nimekaa nyuma. Ndani ya gari tulikuwa watatu. Tunatoka pale eneo la mkutano, tunafika kwenye barabara kubwa, defender kama 7 hivi zilituzunguka. Mimi na Sheikh Ponda tunaulizana, hapa inakuwaje leo? Defender kama 7 au 8 zimezunguka. Sasa kwa vijana zaidi, mimi nilitoka kwa namna nyingine bana. Sheikh Ponda naye akatoka alipotoka. Sasa alipotoka Sheikh Ponda ndio akapigwa risasi nyingine hiyo ambayo ilifanya Sheikh Ponda dunia ikatambua ni nani. Sheikh Ponda amepigwa risasi kwa lengo la kuuliwa. Kwa bahati nzuri risasi imepiga kwenye bega la kushoto, bega la kulia. Ingekuwa bega la kushoto manake igusa kwenye moyo. Ikapiga kwenye bega la kulia, ikatokea mbele risasi. Jamaa wamemaliza pale, wakaondoka na magari yao, vurugu zikatokea pale Morogoro. Sasa mimi ilikuwa kwenye majira ya saa 12 kiza kinachukua nafasi yake. Baada ya tukio ile, kabla sijajua Sheikh Ponda kimemkuta nini, mimi nilitoka kwenye mtandao. Baada ya masaa mawili nafikiri kwenye saa 2:30 saa 3 mimi niko Dar es Salaam Bunju. Sheikh Ponda baadaye nawasha simu. Sasa nikwambieni kitu. Katika hii mitandao kwa mujibu wa TCRA, katika siku pekee message zilivuka kiwango katika historia ni tukio la kupigwa risasi Sheikh Ponda. Wenyewe wanasema ni matukio matatu. Lakini tukio la kwanza namba 1 ni siku la kupigwa risasi Sheikh Ponda. Na tukio la kufa Magufuli na tukio la kufa Kanumba. Message zilivunja rekodi. Sheikh Ponda, watu wa Morogoro wakapambana kumleta Dar es Salaam. Sheikh Ponda akakaa hospitalini. Mungu ameleta msaada wake mpaka leo Sheikh Ponda tunaye. Asante. Sheikh Ponda ni mtu wa pekee katika ulimwengu huu. Mimi binafsi alipokuja kujiunga na familia ya ACT Wazalendo, maana hii ni familia. Hii ni familia. Nimefarijika sana. Naam. Kwa sababu hata mimi kuingia kwenye siasa ni mawazo ya Sheikh Ponda. Asante.